Uwanja wa gofu wa Limuru Country Club lioko na mandhari ya kuvutia ndio unaogubikwa na taswira ya mchezo huu unapojiandaa kuwa mwenyeji wa nduru ya 13 ya mashindano ya gofu ya NCBA. Uwanja huu unaofahamika kwa changamoto zake na nyasi zake safi utatoa mtihani mgumu kwa baadhi ya wachezaji bora wa gofu ukanda huu. Takriban wachezaji 250 watarajiwa kuanza mchezo hiyo Jumamosi hii. Macho yote yatakuwa kwenye nafasi za kufuzu kwa fainali kubwa inayotarajiwa kufanyika mwezi Novemba katika uwanja wa Karen Country Club. Miongoni mwa wanaopewa nafasi kubwa kushinda ni mabingwa wa mwaka jana, John Kariuki aliyetoa taji la jumla la wanaume na Nancy Wairimu aliyetawala upande wa kinadada. Mashindano haya yamezidi kupata umaarufu kote nchini, yakivutia mchanganyiko wa wachezaji wenye uzoefu na wanachama wenye shauku kubwa la klabu hiyo. Kinyang'anyiro cha kuwania ubingwa wa kombe la FKF mwaka wa 2026 kinahamia jijini Nairobi, huku uwanja wa kitaifa wa Nyayo ukiwa mwenyeji wa mechi mbili za nusu fainali zinazotarajiwa kuwa na ushindani mkali. Miamba wa soka Tusker FC watafungua ukurasa wa burudani saa 7 mchana dhidi ya KCB. Wanabrewers hao wanatafuta taji lao la kwanza la kombe hili tangu walipotoa mataji mawili kwa mpigo msimu wa 2021-2022. Lakini wanakabiliana nao ni kikosi cha KCB chenye njaa ya ushindi, wakiwa katika nafasi ya 7 kwenye ligi baada ya msimu ulio. Bangers hao wako chini ya mkufunzi wa kocha mpya kutoka Ufaransa ambaye ameweka wazi kuwa kunyanyua kombe hili ndilo njia pekee ya kufuta machozi ya msimu huu. Mindset is good. The last victory gave us confidence, but we still focus. We don't have too much confidence because we know that Tusker, we can beat anybody, but we can defeat against any team. So my work is to keep the guys focused and keep the guys humble. Maana nimekuwa nikisema target yetu ilikuwa lazima tuende CAF. So ligi imetutoka na accept. But sasa cup iko na ni weekend. So itaenda side yetu. Atakana tuende Kwale huko tupewe finali. Vumbi la mechi hiyo ikitulia, macho yote sasa yatazamia kwenye nusu fainali ya pili saa 9 na dakika 45, ambapo mabingwa wa mwaka 2024 Kenya Police watatoana jasho la washindi wa 2019 Bandari FC, huku KCB ikiwa ndiyo timu pekee katika 4 bora ambayo haijawahi kuonja utamu wa kombe hili. Ushindani ni mkubwa mno, huku kila timu ikiweka tiketi ya kutinga fainali. Nikiripotia mtazamo wa Dira Safi ya Sport ya Tandao TV, Nite Shem Lunalo.